osho. Bwana asifiwe. Amen. Leo ni siku njema, tuko na furaha tukiwa katika nyumba ya Bwana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametupa hii nafasi, si kwa uwezo wetu ama sababu sisi ni wazuri, lakini ni kwa neema tu yake. Naomba tuweze kutangulia na maombi ili tuendelee. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako asubuhi njema Yesu, tukisema ni asanti kwa sababu ya wema na fadhili zako Yesu. Tumeleta kila mshirika mmoja aliye mahali hapa, Mungu wangu wa rehema. Tukianza ibada hii, Mungu wangu wa rehema, wacha neema yako ikawa juu yetu, Mungu wangu wa rehema. Walio jiani, Mungu wangu wa rehema, tunaomba ukaharakishe nyayo zao, Mungu wangu wa rehema, na ili wakapike na tuweze kubarikiwa pamoja Yesu. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akawe wa kushuka mahala hapa, Mungu wangu wa rehema. Wacha tukawe wa kukuona na kuona uso yako, Mungu wangu wa rehema. Na ukifanya hivyo, sifa na shukrani ni kwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi ya siku ni Zaburi ya 32. Zaburi ya siku ni 32. Nadhani mmepata. Tuandamane pamoja kwa uwezo wa Bwana. Nitasoma. Heri asamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza, mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka, hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazini. 5. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Ndiye sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa matandiko ya lijamu na hatamu. Sharti kuwazuia hao au hawatakukaribia. 10. Naye mtu muovu ana mapigo mengi, bali atumainie Bwana fadhili zitamzunguka. Mfurahieni Bwana, shangilieni enyi wenye haki. Pigeni vigelegele vya furaha, ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Na utukufu una Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele vilivyo. Amen. Danieli 3 mstari wa 16 hadi 30. Danieli 3 mstari wa 16 hadi 30. Nitasoma. Basi Danieli akaingia, akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika jonzi la usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni,
Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na shukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Basi Danieli akaenda kwa aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima na Wababeli. Alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. 25. Ndipo Alioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa akiita Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri iliyoulizwa mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadnezra mambo yatakayokuwa siku ya mwisho. Ndoto yako na jozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe, ewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu, na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Hilo ndilo neno la Bwana. Somo letu la pili latoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 kuanzia 9 hadi 12. Wakorintho wa pili 5 kuanzia 9 hadi 12. Nitasoma. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini mmedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Hilo ndilo somo letu. Shukrani kwa Bwana.
Bless your holy name, Lord. We worship your holy name, Lord. There is none like you. You are here, Jesus. You are Jehovah. You are Jehovah in Christ. We worship you. Oh, Jesus, we worship you. You are here. You deserve praise. Baba, katika jina lake Yesu Kristo, tumbele hapo tukisema ni asante, tukisema unastahili. Baba, hawa watu wanapoenda kusikiza neno lako Baba, just use me as a Christ vessel worthy and acceptable before thee. Jehovah, I call upon your Holy Spirit to take over, to take control of each and every situation, and that my Savior, by the end of it all, we shall say it is your doing, Jehovah. I'm humbled to be used by you, Jehovah. I'm humbled that your Holy Spirit will take over and you take control of each and every situation. And it is in Jesus' name that we do pray and we trust. Kwa majina naitwa Rose Wanja, mimi ni bibi, mimi ni mama, na zaidi ya yote nimeokoka. Kristo ni Bwana. Nimekuwa hapa kwa muda, lakini kwa sasa nikawa nimehama hii area, nikaenda pande za Umoja, nakaa huko karibu St. Luke's Umoja. Anzaya amekuwa our referent for some years there, but I thank God that today I'm here to speak the word of God. Hapa sasa tutachanganya yote, nilikuwa English service kidogo, tutachanganyana hivyo na tutaelewana. Bwana asifiwe. Tulikuwa tusome from Daniel chapter 3:16 to 30, lakini tumesomewa, I think it is Daniel chapter 4, mambo ya ndoto ya Danieli. But I wanted to talk about Shadrach, Meshach and Abednego. Wale walikuwa Kiingereza tulisomewa, na hizi historia ati inaweza kuwa so new to many of us. Shadrach, Meshach and Abednego, they were three guys when walikuwa wametekwa kutoka nchi ya Juda wakapelekwa Babylon. Najua watu walijua ni kutekwa, tumetekwa, miili yetu imetekwa, lakini roho zetu ziko kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na ikafika wakati kwamba huyu mfalme alipowateka bado alitaka kuintimidate roho zao. Bwana asifiwe. Lakini hao watu walisema, yes, wewe mfalme ulituteka, lakini kitu ningetaka ujue ni ati hii miungu unasema tuinamilie. Huyu Mungu ya dhahabu unasema tuinamilie. Sisi hatutainamilia. Bwana asifiwe. Kuna zile situation unaweza jipata inabidi mpaka uinamilie mambo zingine. Bwana asifiwe. Lakini as a servant of God, as somebody who's not Christ Jesus, hauhitaji kuinamilia kitu kingine isipokuwa Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Ikiwa siku ya wamama leo, wamama sijui ni weakness au ni nini, ni kuna kitu nitasema lakini mtanielewa. Sio mpaka inamilia mwanaume ndio ukule. Bwana asifiwe. Ukiwa mama jitume ufanye kazi na mikono yako. Tu wakati kama wakati wa COVID, niliona sasa wengine walifutwa kazi, wengine biashara zilianguka, lakini mama ilibidi ajitume. Juu hizo si adidi utapea mtoto jioni. Bwana asifiwe. Sasa ukiwa mama, especially for the single mothers who might not be married in this place, jitume, alafu ambia Mwenyezi Mungu, najua hii mikono yangu utaibariki. Juu unasema utabariki kazi ya mikono yangu. Bwana asifiwe. Jitume ule yule mtoto umuonyeshe kumwogopa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na yule mtoto usitoe grudge na yeye, cause if anything akuwa kwa zili zako. Bwana asifiwe. Muonyeshe kwamba ni kweli huyu aliruka, lakini wewe ni kiumbe ambacho kimetakazwa kutoka mbinguni. Bwana asifiwe. Na yule mtoto akuwe na that heart of appreciation, akiwa anajijua kweli hatuna baba, but we have God in heaven. Bwana asifiwe. So these three guys waliambia Shadrach, Meshach and Abednego, waliambia mfalme atuinamilie hii miungu, tunainamilia Mungu. Lakini wakati walirushwa kwa tanuri ya moto, hawakujalisha kwamba walikuwa wauawe au kwamba walikuwa wafanywe nini. This was a matter of life and death. Bwana asifiwe. But these guys chose to stand firm. They chose to stand before the Lord ili wakuje kuwakilisha Mungu wao. Bwana asifiwe. Amen. And for that time these guys they say no, hatutainamilia hii miungu, na wakarushwa pale. Na mpaka yule mfalme akaamrisha wachomwe. Lakini to his astonishment au kwa mshangao wake, aliona wanatembea ndani pale wakiwa na the fourth person. Yule alikuwa ambaye ni malaika. Lakini yule mfalme alisema naona kama ni mtoto wa miungu.
rescue them. Bwana asifiwe. Because even in your hard situation, God will be there to rescue. God will be there to provide that to you. Bwana asifiwe. I remember one lady who is my good friend. She lost her husband through a severe road accident. And then she was very troubled. She had a child of 3 months. Kulikuwa mkubwa wa darasa la 6, kulikuwa na mwingine na kengine kama miezi 3. Na huyo mama hakuwahi jua kufanya biashara, alikuwa just the housewife. Ni wale tu wanaambiana wakaa hapo baby, kula na kunywa ni juu yangu. And those people are very dangerous. Kitu utokea my friends. So mama ukiwa pale, ikiwa Mother's Day, so much I rely on mothers. Wa mama tujitume. But for that time, huyo mtoto wa standard 6 alijua mama ndi baba ndiye karamu ndiye kitabu ndiye kila kitu. Alikuja akakaa after the burial. Huyo kijana alienda pahali kwa nyumba juu. Akamwambia mama, before nishuke hapa chini, nataka uniulize tu baba amekufa, nitasoma. Hiyo ndio swali yule mtoto aliuliza. Alimwambia baba calm down, nitakwambia. Akashuka. Yule mama wote niseme hata kama hakuwa anafanya kazi, alijua siri ya kukaa katika Bwana. Bwana asifiwe. Alimwambia dada, you know what? Ni baba amekufa, lakini Mungu hajakufa. Bwana asifiwe. So it is, akamwambia uko na uhakika mama? Mungu atafanya nisome, atakuwa analeta school fees, atakuwa analeta vitabu, And this mother, she didn't used to go out. Hakuwa anafanya kazi. But your mama aliniambia, mimi tu niliamini Mungu, licha sikujua itakuaje, ataendeleaje. But I believe that God you do it. Praise the name of the Lord. And for sure as we speak, that boy is in a second year in Kenyatta University. Why? Equity Bank ilimchukulia. Bwana asifiwe. And that not that she is very needy, lakini alienda tu aka-apply from nowhere akachukuliwa na Equity Bank. Sasa yule mama alikuwa kwa nyumba ya kukodesha, pia alikuwa na watoto private school. Wale wa private school walikuwa wanamuuliza, mama huyu amechukuliwa na Equity. Na Equity ichukuliani watu wa primary. Nao sisi tutakuaje? Wakaambiwa msijali, Mungu yuko. Yule mama hakuwa anafanya kazi, lakini alianza kujituma. Alibidi sasa yule mtoto apeane kando ndio aweze kujituma. Wale watoto walienda kwa yule headmistress wa ile shule. Akaeleza headmistress mashida zake. Akamwambia usijali. As the Lord you revealed, usiwaileta school fees hapa. Bwana asifiwe. That is what God can do to those who trusted upon the Lord. Bwana asifiwe. So for women who are here, the young mothers who are here, the old mothers who are here, kuna kitu nilikuwa nataka kuambia. It is a testimony which I have shared with my people. Kwa wale walikuwa wamekuja English service. That there is a time my marriage was going a very tough moment in 20 years in marriage. And for that time I had to call many people. I had to call my mother. I had to call my mother-in-law. I had to call those people who are close to me. Lakini cha ajabu kile kilinistua ni ati wale wazazi sijui kunaendangaje. Society ni kama kuna mambo imeharau. Because for that time unapigia mama simu unamwambia this is what is happening to me. Mama anakuambia mzee analipa nyumba, anawalisha, analipia watoto school fees. Wewe tulia. Bwana asifiwe. And for that point hata hataki kujua the pain you are going through. Nikafika pahali nikauliza, kwa hivyo society kuna vitu mumeharau. Kana kwamba unalipiwa nyumba, unapewa chakula na unasomesha watoto. The rest are history. Bwana asifiwe. I would like to talk to all the mothers who are here. Kuna mama hapo wako na daughters in law. Na ukijua huyo daughter in law umeletewa, maybe hajalelewa pahali kuna baba. Au maybe hajalelewa pahali kuna mzazi wa kumwambia this is our man is being adult. Na kuomba katika jina la Yesu. Kale kasichana utakapoletewa pale, maybe kamemaliza shule kadogo. Wewe mzazi ulioreka pale mbele, jua hata wewe ni ulioroa pale. Jaribu kumold yule mtoto. Bwana asifiwe. Wacha kumuonea makosa. Wacha kushinda ukiambia kijana wako ulitafuta ukapata huyo ndiye alipata. Bwana asifiwe. Jaribu kumjaribia kumtengenezea yule bibi ajui kama mzee uchemshiwa maji. Jaribu kumold. Mtengeneze for the sake of kingdom. Bwana asifiwe. Na wacha kuambia mtu yetu I would like to inform you of one thing. Hakuna mtu ashaiuawa bila kuambiwa atauawa. Bwana asifiwe. And only thing that if you die in marriage, it is when you shall inherit the kingdom of God. Forget of that, my brethren. It is when you die in Christ Jesus. Na uwezi jipelekea kifo ukijua. The time you receive a threat, please
kaa kando kidogo. Tafuta uso wa Mungu kwanza ukiwa kando. Bwana asifiwe. At first, after 20 years in marriage, I remember I went to the house of God. I gave my sacrifice. I fasted and I thank God. Nilikuwa like now that now sasa niko na those 30 years in marriage. Niliona na watoto wanne, kufukuzwa ni kama ni ngumu na kutupwa kando ni kama ni ngumu, kama nimekaa in comfort zone without knowing that shetani ararangi usiku na mchana. Bwana asifiwe. Niliona Kenya sijaona kwa miaka hiyo 20, and for that reason I had to move out of my family for a full 30 days for the first time. Bwana asifiwe. And I had to leave the entire family bila kutaka kujua itakaaje. Why? Because I felt that the pressure was so much, and if I could continue in that pressure, ningefanya kitu cha upumbavu. Bwana asifiwe. And because I knew the Christ Jesus, I said, God, ni wewe uliniadminister kwa hii nyumba, na kwa sababu ya hiyo Mungu naenda kando kutafuta uso wako. By the way, there is a situation that utarasimishwa ufunge na uombe. Bwana asifiwe. Hii tumesomewa ya Daniel, aliambia wenzake, fungeni na muombe ili Mungu atufundulie. Bwana asifiwe. Ilibidi kwa hizo siku nilile 30 nifunge na niombe ndio Mungu anifunulie, na ilibidi nitoke kwangu. Bwana asifiwe. Niliambia mzee wangu sitaki kuja kutafutwa wala sitaki kurudishwa nyumbani, juu hakuna mtu amenifukuza, ni mimi nimejitoa kwa nyumba na nimejitoa nitafute uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Leta utaambiwa jipeleke na miguu kama utaki kubebwa. The best thing, do the required. Bwana asifiwe. If it belongs to you, you shall be back there. Bwana asifiwe. I went out for prayer and fasting for 30 days. It was a tough moment. I met the friend Isaiah and the wife. They prayed to me. I didn't speak to them. I didn't tell them what I was going through. Bwana asifiwe. Because kila mtu anakuambia, ukienda maybe kwa single mother ule unaona akiwa strong, unamuuliza na niaje, hii ndio nasikia imenikalia. I wish I can be a single mother. Anakuambia gani? Sasa ile tunatafuta mabwana, wewe unatoka. Bwana asifiwe. But I came to realize with or without, pale huko wakilisha Mungu. Bwana asifiwe. Pale huko wakilisha Mungu. Bwana asifiwe. Shadraka na Meshaki walijua tumetekwa, lakini kutekwa sio kumaanisha tumeacha Mungu wetu. Kwa hivyo kuolewa si kumaanisha umeacha Mungu wako. Bwana asifiwe. I tell you, those first years zinakuanga mzuri sana until now when you shall come to the real life ya kulea familia. Bwana asifiwe. Pale unasikia kama mama jitume, huyu ni mtoto ameingia kidato cha kwanza, hakuna pesa, hakuna nini. Unapigia mzazi unamwambia, mzee hataki kupeleka mtoto kwa shule, anasema niongezee pesa. Mzazi anakuambia kombo tabule. Otherwise hata wewe ulijua mtoto huyo anaenda form 1. Bwana asifiwe. Na ilibidi hata wewe ujitume na ujipange. Bwana asifiwe. These parents wanaongeanga hivyo unasikia uchungu, but in the real sense mtu ni kujituma. Bwana asifiwe. Alafu wanaume wale mko hapa, hakuna kitu cha maana unaweza pata kwa hii dunia kama bibi. Mtu atakaye kuzalia watoto kama hawa, mtu atakaye kuzalia babako na mamako, mtu ambaye mtakuwa na yeye maisha yako yote. Ati wewe ukitoka kazi unapata kila kitu kiko swali. Cherish those women. Praise the name of the Lord. Cherish them. Mwache kuona kama alikosa ndio akawa kwako. Bwana asifiwe. Zile maneno unaambia wala wengine pale nje, mwambie mwanamke ni kuambia kitu mzuri. Bwana asifiwe. Uone mwanamke anataka mambo mingi, mwambie kitu kizuri. Zingine hata promise hewa, chukua kupromisiwa utapromisiwa hewa. But the fact is, when promise, akikwambia bwana fulani amenunua gari, unamwambia baby usijali, hiyo yake wachana nayo, yetu nitakununulia. Mwanamke ni kupromisiwa. Praise the name of God. Hata kama utafanya mwanaume jijaze, mupromise wewe msongo. Bwana asifiwe. And another thing, never compare your husband or wife with somebody else. Bwana asifiwe. Atunafurahi bwanako ameokoka, huyo ni wako, huyo hajaokoka ndio wako. Bwana asifiwe. And you know what we shall change our men with? It is not with our dressings, it is not with our makeups, it is with our behavior. Bwana asifiwe. And the time you behave correctly, the time as a mother you shall handle that man with respect. Wewe hata akija kuambia ufikiria usijai, akili zilipotelelea huko kwake. Bwana asifiwe. Hata hivyo unaona amechapia huko kwake. Bwana asifiwe. To if anything you marry that being cute, being beautiful. You see the young mothers in this house, wako cute, wako beautiful. Lakini unapata hata grey ya ukiwa tuko kwake ukibamba au ukipambana. The best thing
the face of the Lord. Bwana asifiwe. There is this speaker once said this way, ati wewe lea watoto kwa njia inayofaa, wasome wakae vizuri, mwanaume apate cha kujiringa nacho. Bwana asifiwe. Mtoto akianguka mpumbavu wanga wa mama, lakini yule mtoto mzuri ni wa baba. Praise the name of the Lord. So as a mother, ukitaka yule mtoto aonekane kweli ni wa baba, ni kazi yako kulelea yule mtoto na njia inayofaa. Bwana asifiwe. Baba wengi hajui miti ndio wakija Kikomba kununua viatu, hakuna mbaba exactly unajua size ya mtoto wa kiatu. Anasema acha niulize mama yao. Kwa nini? Yeye hata mwisho sijui aliona mkuu wa mtoto wake lini. Na sio kupenda kwake, but for a mother, hivyo unaona huyo mtu ana wakati wewe ndio uko na huyo mtoto, unamuosha, unamfanya kila kitu. Bwana asifiwe. And the most of the time mtoto bila amelelewa na mama ndipo anakuanga. By the time mtoto akuwe ni wa baba, uanze kumwambia shiko kama unitambia daddy what you do. Huyo mtoto anakuanga amefika kiwango kiko kikubwa. Bwana asifiwe. As for now, what does the Bible say? How can a young man, how can someone keep his ways righteous? Unaweza eka njia zako aje zikuwe njia zinazofaa? Ni kwa kulingana na neno la Mwenyezi Mungu. Wewe mtu mchanga ambao ulio hapa, msichana kijana ulio hapa, weka njia zako kwa njia kwa njia ambazo zinazofaa. Unapotembea kule nje, unapofanya mambo, jua vitu zingine unafanya kwa ujana wako zinakuanga zitakufuata mpaka uzeeni wako. Bwana asifiwe. Ile Grace inasema ngaji, fanya chochote kile unaweza fanya, ongea chochote kile unaweza ongea, lakini one day you shall be judged for all this. Praise the name of the Lord. I would like to speak to mothers who are here. Wamama, wakati unaitwa Mothers Union, kama kuna kitu na wapa ni aibu ya mtoto kuzalia pale nyumbani. Na sisi wakati wetu ukilelewa, mama alikuwa very strict. Zaa utatii. Na hapo anajua kwambia wewe tu zurura, lakini leta mtoto hapa utatii. But let me tell you, they were strict on that. Jukio utaona hata wewe utatii. You have seen what happened to my sisters. Una neglect mpaka unashindwa, did I did the worst crime in this world? Bwana asifiwe. But there are some mothers who I hope they are not in this house. Unasikia mama amejua mtoto wake amepata ujauzito. Na amepata na anajua huyu yeye ni wa Mothers Union au uko na cheo kanisani. Lakini jua utaki aibu, unajua hapa alitateza kama mimi. Unaenda unamwafisha mimba ndio ukue bado you are the mother na ndio mpeane pale with the white garment kwa harusi. Kuna kitu nataka kukuambia, two wrongs cannot make a right. Bwana asifiwe. Amepata mtoto kuja, tutalea na wewe ujifunze adabu za kwako. Bwana asifiwe. Ukimuonyesha ndio umemwambia wewe kujanga nao ikipatikana tutatupa. Muonyeshe the right channel. Umemleta utalea na nitakusaidia, lakini next time don't repeat it. Na huyo mtu atajichuna sikio. Lakini the time unamuonyesha leta mtoto tutupe kwa choo, atawatafuta. Siku ile utataka kuitwa shosho, ndio utaanza kusumbua wenzako. Ati si unisaidia na maombi, fulani wangu aliolewa na sasa ni miaka 6, knowing very well the evil which you did before God. Praise the name of the Lord. As a mother, remain to be strong. Tuambia si mtoto akizalia pale, huyo ni wako. Huyo si wa baba, huyo uwanga ni wako. Bwana asifiwe. Na pengine ni dhambi za babake unalipishwa, lakini sasa yule ni wako. So the best thing, stand firm. Amezaa sio mimi. And what shall I do? I'll stand firm and I'll serve the Lord. Amezaa hiyo imaanishi nitaacha Mungu wangu. Amezaa imaanishi nitaacha ushirika wangu kwa nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi alijaribu to join two wrongs in Psalms 32. Alikuja akachukua bibi ya mtu. Alafu akajua hapa nitacheza kama mimi. By the time hii mimba ionekane, nitakuwa bwanake nimemuua, ndio kusemekane nimeoa mjane. Praise the name of the Lord. Hiyo ilikuwa ujanja ingine inakuanga mpaka na watu hapa. Nitafanya hivi to cover this. But Daudi said, the hand of God was too hard on me. Yani mkono wa Bwana ulimkalia sana. Mpaka akafika pahali akasema, I feel that the bones in me, they are wearing out. Juu ya uchungu wa dhambi. Dhambi huwa, dhambi umaliza mtu. Bwana asifiwe. And two wrongs cannot make a right. Daudi alijaribu kuficha, akajaribu. But you know what? The time
time he confessed of his sins, the Lord rescued him. Bwana asifiwe. So the time unaona dhambi imetendeka, usiongezee ile dhambi. Wewe kiri ile dhambi, takaza familia yako, sema imetendeka na hatuna otherwise, unless we shall go and repent of our sins and we continue serving God. Bwana asifiwe. Some of our mothers, you are here, run to serve the Lord. Whether you are single, whether you are married, those are not qualification to heaven. Qualification to heaven is to know the Lord that you are as God and your personal Savior, and to walk righteously before God. Praise the name of the Lord. On the whole duty of man, kazi yako kama mwanadamu ni gani? Kazi yako ni kutukuza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. To obey His commands, to walk righteously before God. Sometimes as a young mother unaweza sikia hiyo maisha ni kama iko tamu sana. Wakati huo unasikia ndoa iko tamu sana. Tafuta Mungu. Juu shetani wanga anakutegea. Anajua the time unaingia comfort zone. The time unaingia comfort zone. For those who have 20 plus years in marriage, I tell you, kuona Bwana ameokoka sio kumaanisha you have gone to heaven. And I'm not discouraging that. I thank God for that. But muombe sana, the issue ni kusimama. Praise the name of the Lord. Ameokoka but he is still a man. Praise the name of the Lord. Muombe, usikae comfort zone. Useme si bwanangu ndio ndio nini. My sister, utaona kivumbi utashangaa. Hao ndio wale usikia wanaua watoto, wanajiua. Jua wajazoea ugumu wa maisha. Na wacha nikwambie, kuwa sio solution. Kuwa sio solution. Afadhali ukae kando ile pressure ipungue. Ikipungua rudi pale. Juu Roho wa Mungu atakuwa pamoja nawe and you shall be able to continue. Praise the name of the Lord. Be courageous in every situation. Kaa pale chini. Yule msichana akikwambia mami I'm going through this, muite tu hata kama ni fair utamlipia. Mkalishe chini. Wacha kumwambia mambo ya kulipia school fees. By the way, single mothers bado wanasomesha watoto. Na ni ngumu pata hata mtoto wa single mother amefukuzwa. Kwa nini? Huyu mama anajua it is me and God. Lakini for these married people, si kama sina mamake hapo na mamake anasema nisomeshe watoto, nidhani nisomeshe. That is how they are. But I tell you my friends, run to seek the face of God. Run to seek the face of God. If you feel that you are in comfortable situation, hata kwa ile kazi iko, wacha ujulikane kuna Mungu naye tumikia. Bwana asifiwe. Usijitumie tujifanye that cheap. Ati ukitaka kulelea mtoto unamlelea na jia chafu. Wacha mtoto umlelee na jasho yako. Wacha mtoto umpe kile ambacho Mungu amekupea. Praise the name of the Lord. Are you sure najipeanga nguvu with that widow? Tunakuangalia na anafanyanga kazi. Ananiambia I have trusted in the Lord. Huyo mtoto wake alipofanya class 8, akifika form 1 aliniambia yenyewe sina pesa, but I'm trusting God in His own way. Huyo mtoto atasoma. Kuliingia sponsor katikati. Mama Maya alisema I have been a window and people have supported me. I will support one window. And imagine she was the one, our child was picked from the school. As we speak, that child is doing the form 4. Ndio nakwambia ukiamini Mungu, you don't need to rely on these guys. And these guys, they always rely on God. Usidanganywe, kila mtu nyosha mikono yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni vile tu tumejifanya wavivu ati mpaka you bow down unataka. Run to work. Hata akisema nina 10,000 na mwambie hata mimi nilikuwa na 2. Akikwambia niko na hii hata mimi nilikuwa na hii. What your heart finds to do it for the kingdom of God. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia vizuri in the book of Proverbs huko mwisho, utaona kwamba wanawake wa kitambo ndio walikuwa wanaenda wananunua mashamba, wana make sure familia zao zimekula, zimekunywa, you are the husband. Walikuwa kama ni wao walikuwa breadwinners. And for us as mothers, let us teach our children. Usiambie mtoto wako wanaume ni wabaya. By the way, she would be married by that man. You call her father there. Huyu atakuwa akamwambie wewe ombea your future partner. Ombea God fearing person. Muombe wafunze kuomba. Na ukiwa kwa ile nyumba, funza watoto wako kuomba. Ni ngumu hata baba wameokoka kufunza watoto kuomba. Sijawahi patana na mmoja ameokoka nijue mambo ya familia yake, cause yule niko naye hajaokoka, but I thank God that in every situation hajawahi kupinga uende kwa nyumba ya Mungu. Hajawahi kupinga. By the way, after my return, I saw a difference. Juu kama leo ni kama ningeandika barua nikikuja. But I thank God, nimwambia natoka na naenda Kanoko. Sawa. Hiyo
story ikafika wapi? Hapo. But before, so those, after I went out for those 30 days, God gave me grace to undergo through all this. Sikujua kama hiyo mambo iliisha au haijaisha, hata sijajua mpaka saa hii. But one thing I know, I trust upon the Lord. And I trust that God in His own way ataokoka, sijui aje kutatendeka. But one thing is, I trust upon the Lord. Niliambia Mungu, sijui utafanya nini. But one thing, God, I have prayed unto you, never allow me to do anything stupid in my family. Praise the name of the Lord. Because the time tumeona mzee ametoka nje unaua mtoto, I think you are doing injustice to that child. Juu yule mtoto hata ajui ulikuwa unaendeleaje. Yule mtoto hata ajui mambo yenu, wewe ndio unamuingiza kwa shida zenu. Bwana asifiwe. Ati naye ukiwa mwanaume unajua bibi anatoka nje, unamuua wa nini? Si umwache na mama yake. Bwana asifiwe. Wewe mwachie wazazi wake, wacha apambane na hali yake. Hata afadhali uondokee kidogo. Do the time you shall kill that wife. Hiyo guilty conscience itaishi ndani yako. Saa ile umeua wale watoto. Saa ile tunaona kwa TV, we feel so bad. We feel hapana, ulimuua kwa nini? Si afadhali ungeondokea. Alafu ile kitu wewe ndio mwepesi, enda mimi siendi. My friends, you shall die na Mungu atabaki kuwa Mungu. Praise the name of the Lord. Juu shetani amekuja kupigana na familia. Na kama kuna kitu kinapaswa kuwa na raha, na kitu kinapaswa kuwa kina upendo, ni familia. Praise the name of the Lord. Because by that reason, that the time the family is happy, the time you are happy together as a family, ndio naye mtachukuana as a family na muende kwa nyumba ya Mungu. Lakini saa ile familia imepigwa, kanisa imepigwa, inji imepigwa. Praise the name of the Lord. Tuko katika msimu wa siasa. Akina mama mnajua what we usually go through. Kijana utamwacha hapo na umwambie sitaki ufuate roli za siasa. Lakini akipewa punch, I assure you ataenda na hizo roli. Praise the name of the Lord. Na ataenda apewe vitu hata kuzoea kutumia. Naye Mungu ni nani? Let us kneel down. Let us pray for our country. Do you like it or not? Hata chaguliwa yule anapendeka na kila mtu. Kuna kila wakati nchi ikiwa na uchaguzi kuna opposition. Na juu yule unapenda anaweza kosa kuchaguliwa. Kazi yako sio kumtukana, kazi yako ni kumwombea. Praise the name of the Lord. The work of us as Christians is to pray for our leaders. Praise the name of the Lord. Na sana ningetaka siasa isiingie kwa nyumba. Kama una familia yako, acha kuingiza watoto wadogo kwa siasa. Ni makosa kubwa sana. Huyo mtoto wakati unamwambia this one is bad, this one is good, unakosea sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kazi yako ni kusomesha mtoto mambo ya Biblia. Wacha kumsomesha mambo ya siasa. Wewe ndio unajua uzuri wa mwenye una support au ubaya wake. But at the end of the day, kuna mtu Mungu amechagua. And what does the Bible say? The heart of a king is the hands of God, and he directs it like water. Vile maji unaonanga inafanya hivi na pipe, hivyo ndivyo Mungu kudirect the heart of a king. What shall we do? We shall keep on praying for these kings as we are waiting for great day. We shall keep on praying for our children. Boy child amepotelelea kwa siasa with some of our girl child. Na ukiangalia kwa kanisa, ladies wameoccupy the biggest part. Na hii kanisa kungekuja kila mtu na bibi yake na bwanake, and for the single mothers to come with their children. Hii kanisa mungekuona hata kwa kukaa. Jifunze hata ukiwa kwa nini kwa wamama. Wamama hiyo kamushene ikiendelea, ongea mambo ya Mwenyezi Mungu. Ambia huyo mama it is good to be in the house of God. Wewe usijali, mwambie it is good. Pengine utaonekana mshaba juu ile mshene inaenda juu ni ya Raila na Ruto, lakini mwambie you know what? It is good to be in the house of God. Wacha uonekane mshamba, but at the end of the day you shall see the goodness of God. Bwana asifiwe. So brethren, mother-in-laws, you are here. You know one day your daughter will become a daughter-in-law to someone. Your son will become a son-in-law to someone. Na kuomba wacha sana kutafuta makosa. Kama kijana wako kuona hiyo makosa, wewe wacha kuitafutilia. Bwana asifiwe. Juu hata ukianza kumuangaisha sahi, atatupa huyo na ataleta sasa. Huyo ulikuwa unasema anakunyamazia, huyo atakuja atakupita. Praise the name of the Lord. Yule yako hapo muonyeshe, mwambie mtoto wangu wewe ni kama yule msichana wangu. Bwana arushiwi mdomo. Bwana abiwi ni atakupiga. Atio nipige, si uniue, you shall be killed, my friend. Never provoke these people. Kuna wakati mtu pressure inakuanga, so and there is something I have taught myself in marriage.
Ukiona mzee pressure iko juu, wewe jaribu tu. Wewe jifanye mjinga. Msubirie saa ile tu pressure itakuwa chini na mtakuwa mnacheka. Mwambie hapo ulinikosea. Ani by that atakuja kuwa na vita. Sasa hiyo atakwambia ulifanya, mwambie ulinikosea. And for that family will live in the right way. And for you who is a single mother, wacha Mungu asifiwe pale. Kega ya washe wao hale yori. Onoge koe single mother ikareta miaka igana. Wehoke Ngai. Nekore Ngai wa ihinda rĩngĩ. Nekore Ngai ũkinyanageria andũ maũndũ manene. Praise the name of the Lord. Kuna yule Mungu atakutendea. Usikae hapo tujifanyage ati whoever comes you are there. Mwanamke you are valuable. Mwanamke ni kujistiri. Mwanamke ni kujipa heshima. Bwana asifiwe. Because even when I was going through that hard moment, by the way nilikuwa kwa hiyo nyumba tu najaribu mpaka nikasikia pressure imepera. Nikasema instead of fasting and doing what is evil before God, wacha niondoke. But I knew one thing. Despite I'm out of my family, despite my family is going through this, I have to remain faithful to the Lord. Praise the name of the Lord. Mwanamke ni kujistiri. Ile kiburi cha mwanamke, hata ukiona pale ameletwa na nguo nyeupe kama bibi harusi, huyo ndio ushangililiwa. By the way, anaulizaga Bwana ni yako nyuma, ndio huyo ako mbele. Bwana atamuri yangu sana. Kwa nini? Unasikia ni harusi ya fulani na watoto wote waenda kushangilia kuona bibi harusi. Hautaona mbaba akiangaliwa. Juu mbaba ushadunga suti shiba. Ni nani ako na suti gani? But for the red ni ile white kuonyesha kujistiri kwa mwanamke. Praise the name of the Lord. Even if you are single mother, jistiri, wajue wewe ni mwanamke, una heshima na una dignity zako. Bwana asifiwe. Hata ukiona tido yako inayumba, jistiri, uambie yes, he is going out, but as for me, for the sake of kingdom and for the sake of my children, I'll stand firm. Praise the name of the Lord. Unasimama sio ati kwa sababu usifiwe, au unasimama ndio atuambiwe you are so good. No, but I usually tell people I remain faithful to my husband for the sake of kingdom. Bwana asifiwe. There is a lady who sang a song here. Wothie kirima inene wothie wetharetie. Wothie mbere cia Ngai na wothie wetharetie. Mware wa ithe witũ nĩ ũgũbatara wetherie. Ũgĩthiĩ mbere cia Ngai tuĩka wa gwetheria, tuĩka wa kũjitakaza. Ndũgatinda ũgĩthiĩ kuoya Ngai matũhũhũ ma mũthuri guoca. Ĩra Ngai nĩ ndĩretĩkia waheire ũyũ na gwĩtĩkia atĩ Ngai no ũkamũthondeka. How I don't know, but I believe one day, one time, I spoke with the one old couple. Huyo mama tunakaa naye huko pande za Umoja. Nilimuuliza, tulikuwa tu tunaongea, she is around 74 years. Nikamuuliza, naonaga na mzee wako mnashikana mkono. How have you managed of this in these old days? Akaniambia she has been through many challenges, kumekuwa na ugumu mwingi. Lakini nimejifunza kuomba, kutafuta uso wa Mungu. Pengi kitambo hatukuwa tunaendeshana hivyo juu mtu bado anajisikia ni barubaru. Lakini by the end of it all, alikuja akanyenyekea na karudi kwa nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa nini? Juu hata wakati alijisikia ni barubaru, bado niliishi kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bado nilichukua watoto wangu wote na waonyesha nyumba ya Mwenyezi Mungu. Wewe unamwacha pale na starehe zake, na unajua hapana, I have to show my children the ways of God. Bwana asifiwe. Nikamuuliza, how do you manage that? Nikamwambia, akaniambia, msichana, jifunze kukaa na watu ambao ni positive about life and those who speak positive about marriages. I felt it is a bit hard, but nilijiita mkutano that anybody who speaks negativity, not only about marriage, but also about the kingdom. Not because not all of us will manage to be white. And I saw that the time I joined with these people, juu yule uko kwa marriage anatamani, na yule uko kwa marriage na anatamani kutoka, na yule yuko anatamani kuingia. In the institution pale Mungu amekuweka, learn to praise the Lord. Praise the name of the Lord. There is a mother around 70 years, alikuwa pahali kwa prayer center. Akaulizwa na mama mwingine, bado ni wa ushirika wa kwetu. Akamuuliza, mom, you are around 70 years. Umekuja kufunga na kuomba kwa prayer center. Sisi tunakuja kuombea watoto wa class 8. Tunakuja kuombea familia zetu. Wewe si baba saa hii ni kukaa, unafanya nini huko? Alimwambia, my daughter, you may not understand, but remember my family is joining another generation.
generation. Praise the name of the Lord. Hiyo kitu ilinishangaza juu nilishindwa, kwa hivyo nitaomba, nitamtumikia Mungu until then. Hakuna siku ukiwa mama utahava comfort zone. As a parent you shall never have a comfort zone. Ni uombe Mungu until ajua alisema sasa vijana wangu wanaoa, wasichana wangu wanaolewa, and I'm a bit troubled. Juu sijui vijana wangu wataniletea nini, lakini naombea wale vijana wangu wataleta. Naombea wasichana wangu kule wataenda. Huyo mama niliona akiwa mama mwenye hekima, juu anasema I need in every generation that there will be somebody to pray for the next generation. Bwana asifiwe. Akasema nataka niwe nimemold. Juu naweza shindwa kumold my own daughter, ni mold my daughter-in-law, ni mold to pray for the next generation. Bwana asifiwe. There is one secret I have been taught by the Holy Spirit of God. Kila wakati mtoto anapoenda kiwango kingine cha maisha au kiwango kingine cha darasa fulani, yani akitoka from one class to another, I have learned one thing. Tolea yule mtoto sadaka. Tolea yule mtoto sadaka ya kumtetea for the next class. Wewe usiwahi jali na usiwahi sumbuka sana. I remember is the time my son joined Form 1. Yule mtoto ile grade alileta mzuri nyumbani, it was a D+. Na alienda with a B+. So I was so worried. Baba akamwambia wewe ni school fees na poteza, na wewe ni nini unafanya wewe? Huyo kijana akamwambia baba umeke, ni vile sijazoea hewa ya shule. Vile alizoea hewa ya shule ndivyo alizidi kuleta the poorest grade. So sasa akamwambia tulikuwa D+ hii tuko D3. So we went by and by, akafikisha Dadia. Baka Dadia alikuwa tu bado analeta D3. Akakuja akaleta D+. Akamwambia baba nimetoka D3 to D+. The daddy said, he told my son you are stupid. So my son akaniangalia like, nikamwambia usijali unaendanga hivyo. Uamuka upite, you remain to be my son. But yet wewe tia bidii jitume. So my son felt a bit bad. Nikamwambia usijali, atasema hivyo juu anatoa school fees na sio kidogo. So the time mtoto alijoin the 4th year, tuliendelea hivyo kuleta grade inafani hiyo D. Kwanza sasa alishusha kutoka D+ akairudisha pale ilikuwa sasa play. Juu kama amepandisha kwa stupid, kwa hivyo ikiwa pale iko sawa. So this kaboy akaniambia mama, kuna kitu nataka kukuambia. Tunaenda the 3rd term. Na tukienda the 3rd term, sitaki kuambia mtu yoyote wa familia nitumie success. Kwa nini watataka kudai grade yangu? Na unanijua tu. Nimeng'ang'ana. Lakini naona kama inashindikana. Nikamwambia you know what my son, with God everything is possible. I assure you during prayer day mtoto wangu hakupata mzazi. Juu for me nilikuwa na nasa small child. Babake nikamuuliza huko unaenda prayer day, akaniuliza wewe ukifikia unaenda kufanya nini na kuombea nini? So I felt a bit bad. Mtoto wangu nikashindwa how it shall be through with it. Nikamwambia usijali. Wewe nibakie siku za mtihani na hata mimi sitakutumia success card. Nitakuongezea tu pesa ya matumizi, lakini success card tuachane nayo. Akaniambia mama, remember there is our God. Remember there is God. Wacha baba ajue kuna Mungu wetu. Mama funga uniombe. So I went for those 4 days in partial fasting. Akaniambia mom, I know I will make it. Kile nitapata hata kama maisha yangu haiko katika masomo, I know somehow God will do it. So I fasted for the entire period, partial fasting. For those who know the types of fasting, I was taking some meals and stepping some, so I went through that partial fasting. After the child did the exam, baba alimuonyesha unakaa ushauri. Ukianguka ujue ushauri is your destiny. Kwa hivyo mtoto even after exams akikuja Nairobi. Na akaniambia najua hapa nimedampiwa. Ati nikianguka ni mimi na shushu hapa. Nikamwambia usijali. Whatever way it will happen, keep on trusting God. And after exams sikuweza kuacha ile fasting because also me I was fearing. Akidampiwa ushauri hakuna kazi, ataanza pengine ajichanganye. But trust me, God did it. Then after the exam came out, he came out with a big voice. So my friends, I'm telling you this to encourage you. Wacha yule mtoto hata akinirejetiwa na baba, mtoto mzuri ni wa baba. I assure you the same father alimletea zawadi, a form of 80,000. Na akamwambia that is where I tell you my son.
But before he was stupid. Before wakati alileta D+ alikuwa stupid. Ndio nawaambia, lelea mtoto mzuri, mwanaume apate cha kujilinga nacho. Praise the name of God. Tu mtoto aliniambia, wacha baba ajue tunaombanga Mungu aishi. Tu wameishi kunitukana. Wacha ajue kuna Mungu mbinguni. Nikamwambia na wewe jiombe. Nikamuuliza what happened wakati wa prayers day. Akaniambia my mathematics teacher ndiye alinishika mkono because I was the only person without a parent in school. So mwalimu wa hesabu alimwambia usijali kijana, you shall make it. Otherwise hesabu hajawahi leta anything but E. But the final exam alipata hesabu A. So there is God who does. Nilimwambia zile akili ulikuwa nazo class 8 na ukapita. Hata saa he is a third year in a university. And I humbly thank God. I'm not saying it to shock, but I'm giving it as a testimony because the exams are there next week and the exams zitatoka. For sure, si watoto wote watapita. Hiyo tuambiane ukweli. Even me, I have a candidate. Na sijui kutakuwaje. I remember my daughter told me, Mom, I'm not righteous for God to see me through because he says he sees through. He works with those who are righteous. Mom, najua I'm not righteous. But one thing I believe, Mom, is that God will have mercy upon me. Nikamwambia usijali, kila utapata you remain my daughter. Na hata sijui atapata lini. So for the mothers who are here, wacha mtoto apate a shoulder to cry on. Wacha ati yule mtoto akianguka unamwambia si baba alisema wewe ni. Mwambie you remain to be a child. Otherwise ni mama uanga maternity. Baba usaa siku moja, mama ukaa na mtoto miezi 9. Utazunguka na yeye usingizi upate utembei. And I assure you at the end of it all, mtoto wewe ndio utasikia uchungu. Praise the name of the Lord. So as a mother, don't join up to cast out our children. Hata kama yule mtoto amekataliwa na babake, don't join up to cast that child out. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. So my dear brethren, let's learn to stand according to the righteousness of God. The entire duty of man is to live righteously. Praise the name of the Lord. The entire duty of man is to obey the law of God. Na ukijua mwenzako ameteleza, wacha kuwa ni wewe unamsindilia pale chini. Muonyeshe kuna kukiri dhambi. Daudi alipokiri dhambi, at the end of the day God said, David is a man after my own heart. Praise the name of the Lord. Na Daudi alikuwa na vituko. Bwana asifiwe. Daudi alikuwa na vituko na Daudi alijua kuheshimu mafuta. Praise the name of the Lord. Because the time he was given a chance even to kill Saul, alienda alikata tu kanzu yake kando, akamwambia kama ningetaka kukuua ningekuwa, lakini hiyo sio kazi yangu. Juu aliheshimu mafuta. Praise the name of the Lord. You have cheerleader here. You have many readers here, treasurer and what have you. Heshimu ile mafuta. You have your leaders here. You have everything. Mtu wa Mungu aongelele yangu. Hata kama amekosa, jitume umuombe. Praise the name of the Lord. Ati mshirika udugu hapa akianguka, we are the first people to say, si alianguka. Si nikwambia kile kisichana walikuwa anatembea nacho. Be the first person to say, yes brother, umeanguka, but this is not the end of you. Rise again and work for the glory of God. Praise the name of the Lord. Kuokoka sio kumaanisha wewe sio binadamu. Wewe bado ni binadamu. Praise the name of the Lord. Na tusiwe ndio sisi tunafukuza watu kwa kanisa. Hata ukijua fulani alifanya goli fulani au alifanya shida fulani, halafu ukaona hapana huyu hafai. Jua hafai, lakini mtetee kwa Mungu na maombi. Praise the name of the Lord. Hata mtu ukiona pengine kwa ndoa yake anapitia mangumu aje, before you go say ameokoka na vile anapigwa, kupigwa utapigwa tu, ukileta jia kupigwa utapigwa, lakini muombe tu. Kuna wale very provoking. Praise the name of the Lord. Hata mimi ile slap nishaipigwa. It is just provoking this man, not knowing that tumeorosi atume own everything. You are there to remain humble. You are there to remain submissive. And for men, love your wives as the way Christ loves the church. Praise the name of the Lord. And for the ladies, obey them, respect them. Kuna wale hata
ukiheshimu ni shida. Kuna wale hata ukisubmit ni shida. But do your Lord for the sake of kingdom. Praise the name of the Lord. Vitu zingine unafanyanga in the righteous way. Jishike kama mwanamke. At the time when your children you like to marry, mtu atasema ningetaka bibi kama mama yangu. Hata kama kuna tumushki kidogo, at least awe kama mamangu kwa tabia. Praise the name of the Lord. Na kama ni msichana, afike pahali aseme, I wish I can be a wife like my mother. I wish that I can be a lady who is submissive. Yani kama ni single mother anasema, hata kama mamangu ni single, I know she fears God. I know she knows to walk righteously before God. Praise the name of the Lord. So as we continue with the day's work, kuna kitu tuliishi kuambiwa hapa Umoja kanisani. Wakati mambo ya kanisa au ya ujenzi wa kanisa inaendelea, hata kama una kitu, makofi yako inafaa. Praise the name of God. Watanga ati kanisa wakati inajengwa wewe unatoka, au wakati kuna ile project unatoka, hata kama ni kupiga makofi. Ambia Mungu unajua sinajua kuna ile situation unakuanga kweli hauna. Just be there to grab the hands, to mobilize others. Kuna siku utahitaji Mungu ukijenga hiyo project yako. Kuna wakati utahitaji Mungu wakati utakuwa unajenga mambo yako, unataka to gain a promotion. Na nakuuliza kwa nyumba yangu, hata makofi na si ya pesa. So let us stay, we do what we are required to do, and we walk in the ways of the Lord. Praise the name of the Lord. So the entire duty of man is to obey the Lord, and as David did, confess of your sins to one another, confess your sins to the mighty God, and walk righteously. Mtu akianguka akaangi pale, obviously ile makosa haitasahaulika. Wanadamu wako so keen kukumbuka dhambi zako na kukumbuka makosa yako, lakini hawajui wakati mliongea na Mungu. Wewe usijali, jikaze na usimame imara. Useme, yes, David said, najua Mungu nimekosa, lakini si hao wote nimekosea. Hewe Mwenyezi Mungu ndio nimekosea. Jua hata wewe unaweza kuwa umekosea mtu fulani, umekosea kila hata society. Lakini jua Mungu, yes, society inaniangalia hivi. But one thing God I know is that ni wewe nimekosea. Nitakaze na uniwezeshe kuendelea. Nitakaze na unifanye wako katika jina la Yesu. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, I adore you and I bless you. Thank you for the gift of life and salvation. Thank you for your servants who have been listening, Jehovah. I thank you for using me, Jehovah. Father, I thank you for everything. Bless each one of them who is here, Jehovah. Watakaze na damu ya mwanao Yesu Kristo. Wale bado hawajakujua wakakujua Mungu wangu na wakatembea kulingana na njia zako. Being a Mother's Day, bless them, provide to them what their heart needs for the glory and honor of your name. In Jesus' name. Amen.